Wangapi sababu ya kuangamia kwao ni mali zao? Wangapi sababu ya kuangamia kwao ni watoto wao? Wangapi sababu ya kuangamia kwao ilmu yao? Mtu ana ilmu, kasema hapa kakaangu Zahora. Wangapi sababu ya kuangamia kwao mamlaka au madaraka waliokuwa nayo? Kwa sababu siku zote ziada yote inakutia katika kiburi. Inafika pale unajiona wewe uko juu ya watu wote. Mbaya. Bwana mmoja anasema almutakabbir, mfano wa mutakabbir ni sawa na mtu aliyekuwa juu ya jabal, yara nasa sughara sawa wa yarahum sughara. Yeye yuko juu anaona watu wadogo chini, na wao kwa vile kubwa anaona mdogo nani. Kwa sababu ya kutembea una majitu makubwa. Mimi shekhe wa mkoa mbaya. Mimi mshekhe wa mkoa bwana. Nenda ajitahidi kutoka sasa katafute mafanikio ya kweli. Count your age by the number of successful moments, not years. Broken yangu inanifanikisha hiyo. Sasa mtajua nyenyewe. Kuna vitu wanaita kina Shakban Pembe achievement au success au msamiati mwingine unaojua wewe, ambao kwa Kiswahili tunaita mafanikio. Kwa hiyo anasema pendelea sana kuhesabu ukuu wako, umri wako, kwa yale matukio uliyofanikiwa kuyafanikisha na yakawasaidia waja, na wala usipendelee kuhesabu umri wako kwa miaka yako mingi. Sidhani kama kuna mtu au kiumbe atakayekuja kuwa mkubwa zaidi ya wewe tuliotajwa hapa, Iblisu laini, ambaye yeye kaomba kwa Mwenyezi Mungu usiniue mpaka siku atakao kufufuliwa, na Mungu akamkubalia. Kwa maana yeye vizazi vinakuja vinaondoka, vinakuja vinaondoka, vinakuja vinaondoka, yeye ngalipo. Mungu amemjalia yule mtu hafi na wala hajawahi kulala, yupo kazini masaa yote. Kwa hiyo mtu akikuuliza Hamisi Changwaru una miaka mingapi, usikurupuke tu mimi nina miaka 60. Ibilisi pia atasema wewe umeenda. Umeona kama mbia Umari wewe mtoto mdogo. Au atakusikia mimi najazia pale tu, lakini maneno ni yale yale. Kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tufanyie kujaza kidogo. Kwa hiyo ukubwa hauna maana kwamba umeishi sana kuwa kama hivi mzee leo. Tunazungumzia Buguruni na uwepo wake yeye. Leo watu wanasema la ilaha Muhammadu. Uwepo wako wewe na Buguruni watu watasema nini? Hii nirudie. Sio ukubwa. Huo ndio ukubwa. Ruka, lakini hakikisha unatuachia sisi ukuu wako. Hujawahi kusikia watu wa CCM wanasema zidumu fikra za mwenyekiti? Zidumu. Wewe kitadumishwa fikra yako ipi katika mawanja, mitaa na medani ulizoishi? Huo ndio ukubwa wako. Hata kama umekufa una miaka 5, wewe ni mkubwa wetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alimuuliza babake Saidna Abbas bin Abdul Muttalib, ammi yake, "Wewe bwana, wewe na mimi nani mkubwa?" Akasema, "Mkubwa wewe Muhammad, mimi nimetangulia kuzaliwa tu."
wewe ndio mkubwa wetu, lakini mimi nimetangulia kuzaliwa. Sasa usije tu ukaona ukubwa miaka, utakuwa umetangulia kuzaliwa. Lakini ukubwa ni huu wa Imam Shafi aliyokufa akiwa na umri haujafika miaka 60. Imam Nawawi hajafika miaka 50. Imam Nawawi amekufa mimi mkubwa, ana miaka 40 tu. Lakini huna maktaba leo utakaoingia katika fani yoyote ukakosa ima matini yake au sherhe yake au nazmu yake, unatuachia nini? Tukipiga jicho tuseme huyu hapa. Kwa hiyo mawaidha yangu mimi hayo tu. Mzee Jongo anakuja kusema kwamba tukitoka hapa kila mmoja akafikirie, mimi one day yes sitokuwepo. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a, amesema watu wakubwa. Lakini Imam Shafi anasema hivi, yafna al-ibadi wala tafna sana'i'uhum fakhtar li nafsika ma tahlu bikal atharu. Watu wote itakuwa mmoja wao, lakini zile fikra za nzuri zile hazifi. Sheikh Hamisi unatuachia nini? Firimbi, jezi, gozi, njumu au medani au bukta kama alivyosema mkubwa. Namalizia, kuna baadhi ya watu wanadhani mafanikio na wanajitahidi katika hilo, zile neema zinazoitwa, nimesema mchana tu, neema ar-rububiyya, neema za urabi. Kuna baadhi ya watu wanadhani kama vile kuacha nyumba, sasa tayari wacha nife nimewachia watoto wangu nyumba, wacha nife nimewachia watoto wangu kiwanja, pote ile mbali hata nikifa nimewachia shamba, siji nimewachia nini. Na tunakwenda mbio katika vile sharika zile, na tunaita ndio nini? Mafanikio. Jamaa kafanikiwa, ana nyumba wilaya zote 5 za Dar es Salaam, lakini anao usafiri wa kwendea msikitini, anao usafiri wa kwendea maulidini, anao usafiri wa sikukuu, na anao usafiri wa kwenda shamba. Kafanikiwa. Yale sio mafanikio. Na wengine wanaongoza kabisa ile rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, maana yake vijumba jumba. Kwani mtume alikuwa anasoma hadithi dua hili? Kaacha makorokoro mangapi? Mtume ndio bingwa wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati, kaacha nyumba ngapi? Shamis na ghorofa Kariakoo, nimefanikiwa. Hapana, zile zinaitwa neema rububiyya. Mungu anagawa zile kwa sababu yeye ni Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil. Kwa hiyo kila alam katika tarbia ya Mwenyezi Mungu ana haki ya kupata vile, min ghairi ya kuangalia Uislamu wake au ukafiri wake, uasi wake au utii wake. Mungu humpa. Nimesema mchana kuna kitu kikubwa duniani zaidi ya ufalume. Tunapanda mpaka kuwa rais hivi. Umefanikiwa au hujafanikiwa? Sisi wote tunataka tuwe marais, ndio mafanikio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitoa ufalme wa dunia nzima, aliwapa watu 4 tu. Wangapi? 2 Waislamu na 2 hawakuwa Waislamu. Suleiman bin Daud na Dhulqarnain. Waislamu waliitawala dunia yote. Suleiman ndio alisema kabisa, nipe mimi mulka la yambaghi li ahadin, nipe ufalme ambao hutompa mwingine yote. Na Mungu akumpa Dhulqarnain, alimpa yeye, kafika mpaka maghribu shams, jua pale linapo
Zamia linazama jua, katembea kafika mpaka kule na akaleta ugangwe kule kule. Kawakuta watu kule wanajifanya wajanja. Yajuja Majuja akasema kazi yao mimi tu. Nipeni hiki, nipeni hiki, nipeni hiki. Kawafungia mpaka leo hawajatoka. Mpaka leo wamefungiwa na mtu mmoja. Sawa, dawa yao shaba, tulete shaba. Nisaidieni hapa. Haya, kuuliza, weka vitu, hawatoki tena. Wapo. Wako hai mpaka leo. Si ndio Qur'ani inavyosema? Wamefungiwa na nani? Na kana nikafungia tu. Na angekuja huku wao wote vibaka angefungiwa. Inna Yajuja wa Majuja mufsiduna. Kwa mafisadi hao wote bingwa wao na Suleiman bin Daud. Alikuwa anasikia mpaka chawa anaposema. Kunguni, upepo, samaki. Alikuwa anasikia kuna kisa nimesoma juzi, alisikia mpaka ndege inatongoza ndege mwenzia, akamwambia wewe mtoto wewe. Wacha Mungu. Na wawili kawapa ufalme wa dunia nzima, hawakuwa Waislamu. Namrud na nani mwingine? Bukhtanasar. Namrud na Bukhtanasar wametawala dunia nzima na si Waislamu. Kwa hiyo utawala not successful. Sio kwamba huyu mtawala kafanikiwa. Mafanikio ni nini? Na sometimes unaweza kupewa hiyo dunia, kumbe ni adhabu. Dunia unapewa ambayo unaona mafanikio, kumbe nini? Sawa sawa na vile tunaongea hapa, mara kaja mbwa anatubakia anatutia tabu, akaja mtu mmoja akasema hata msimpige, akatafuta fupa akamtupia yule mbwa. Mbwa akachukua ile anatingisha mkia huyo anakula. Hivyo katoa kitu yule. Kafukuzwa kwa nini? Kwa staili tu fupa. Wenda hii nyumba ilikuwa ni fupa, watu wafanye mambo yao. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baktatan wa faidahum mublisun. Nenda katika suratu Al-An'am aya namba 44. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kweli, falamma nasu ma dhukiru bihi, walivyosahau mawaidha wanaopewa na kina Athman bin Khamis mazuri kama tuliosikia haya, watu wameyasikia kisha wakasahau wakafanya mambo yao. Adhabu yao unajua ilikuwa nini? Fatahna alaihim abwaba kulli, tuliwafungulia milango ya kila kitu, milango ya uchawi, milango ya ilmu. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwapa kila kitu. Hata idha farihu bima utu, walifurahia sasa na starehe ile, Mwenyezi Mungu anasema akhadnahum baktatan, tuliwachukua faidahum mublisun, ila wanatumika hangaika. So sometimes unaweza kuona nyumba una gari, kumbe ndio kiboko. Wangapi sababu ya kuangamia kwao ni mali zao? Wangapi sababu ya kuangamia kwao ni watoto wao? Wangapi sababu ya kuangamia kwao ilmu yao? Mtu ana ilmu, kasema hapa kakaangu Zahora. Wangapi sababu ya kuangamia kwao mamlaka au madaraka waliokuwa nayo? Kwa sababu siku zote ziada yote inakutia katika kiburi. Inafika pale unajiona wewe uko juu ya watu wote. Mbaya. Bwana mmoja anasema al-mutakabbir, mfano wa mutakabbir ni sawa na mtu aliyekuwa juu ya jabali. Yara nasa sughara, sawa, wa yarahum sughara. Yeye yuko juu anaona watu wadogo chini, na wao kwa vile kubwa anaona mdogo nani. Kwa sababu ya kutembea una majipu makubwa. Mimi shehe wa mkoa mbaya. Mimi mshika mkoa bwana. Nenda ajitahidi kutoka sasa, katafute mafanikio ya kweli. Mafanikio ya kweli ni fikra utakazoziacha ambazo watu wataenda nazo. Namaliza. Hivi mjanja katika wajanja wengi wa mitume aliotaja Mwenyezi Mungu si Ibrahim? Yeye alikuwa nabiiullah, rasulullah.
Tunajua tofauti zake, lakini Mwenyezi Mungu alimpa katika watoto wake wawili manabii, nao ni marasuli. Haya, wewe mtume na watoto wako mitume. Hapa watu wanatuhangaisha tu. Yeye mwenyewe rais, mtoto wake rais, tunamweza wewe. Yeye mtume lakini na watoto wawili, lakini yeye ndo Khalilullah, bui wake Mwenyezi Mungu, mwandani. Sawa, Mungu anamwita wewe ndo Abul Milla. Wewe Uislamu wenyewe wote wewe ndo babu yao. Kapewa vitu vyote hivyo, lakini alitizama akamwambia Mwenyezi Mungu, sikiza bado. Umenipa vitu vyote hivyo. Bado kitu kimoja, anataka kubakishiwa fikra. Mafanikio anataka kuachia. Anaambia Mwenyezi Mungu, waj'al lisana sidqin fil akhir. Niachie fikra. Yevidumu fikra za niachie fikra. Watu wanioneone bado. Nimekufa lakini nionekane. Wewe mjanja. Wewe akamwambia sasa sikiza, nenda Maka kule, kuna nyumba yangu siku nyingi ninakufa. Nenda kaisimamishe hivi. Alafu waite watu waje kufanya kutufu pale. Si ndio inavyosema Qur'ani? Leo mahujaji hawa kina Sheikh Suleiman wanakwenda Sheikh Athman, wanakwenda kila siku kule. Hawana lao hata moja, mambo yote wanayofanya ni ima ya mke wake Ibrahim au ya mtoto wake au ya Ibrahim mwenyewe. Inaeleweka? Hivyo ile sai yaenda nani na Marwa, si mwanamke. Ngoja hapo niongeze kitu. Kuna watu wasema mimi napiga madufu kapiga mwanamke, na ile sai na wewe ufikiri Aswafa wal Marwa kenda nani? Unataka zadufu acha na ile basi ndevu tu. Wewe kama mambo hayo, sitaki madai hiyo, mimi sitaki. Kwa sababu kutaka tutafungua booster nyingine, tutafungua booster nyingine. Mnapoongea na sisi ndio mnaongea na watu wenye akili, wanafikiri, wanatafiti. Wewe ukisema moja, yeye anasema nusu kipande tu. Afikiri moja, yule kesho kufa. Anatoka na hilo ulilomwanzishia. Sasa sitaki huko, nataka hapa. Swafa na Marwa kenda mke wa nani? Waj'al lisana sidqin, zidumu fikra za mwenyekiti. Zidumu fikra za mwenyekiti. Asante Sheikh. Tumeelewana vizuri? Kupiga mtu anapiga shetani, kuna shetani pale? Pale kuna shetani? Jiwe tu. Lakini tena nakumbuka mwaka mmoja Sheikh Athmani wakati napeleka watu hija na mimi. Nilikwenda na kikundi cha watu wa Nigeria. Tunakwenda pale Jamarati. Tunakwenda. Baba mkwe. Asante. Najua hii anatengeneza nyumba. Si unaye tu huyo. Tumeelewana vizuri? Wanakwenda pale. Shika jogo ikikisa mwingi sana. Hapa bwana alinambia akija atanipa kuku. Fika baba kuku kafa. Ndio. Nimeelewa bwana. Aliniahidi kuku. Naingia tu umekuja kweli, kuku kafa. Mungu akubariki. Tumeelewana? Tuliwahi kwenda sasa chukua kisa hiki. Wapi kama? Tunakwenda Jamarati ile zamani na tumechanganyika na watu wa Nigeria. Baada kufika pale katika Aqaba ile hawakupiga ule mnara, wakamgeukia kiongozi wao. Kiongozi wao anayewaongoza katika masuala ya Kiislamu au Nigeria, walimtia mawe kweli. Kama wewe ndio shetani hasa, sio tuko tunataka tufike na wewe hapa. Mpaka wakaja wale askari, haji harama. Nasema shetani lijiwe huyu. Wewe jamani, akina Sheikh mwenye pingu na akina Sheikh Zailani, msiende kule mnafanya watu babaya, watageuka mitama. Kwa hiyo Jongo, wakati wako wa kusema ni huu. Mimi nilikuwa napenda kuwakumbusha ndugu zangu wa Tel Aviv kama sameni nimeleta huko watu wengi huko, kuna Shiami Sikoka, kuna Jiwe, nikitaja majina hapa hatari. Mimi nikifika huko natembea sasa huko. Natembea huko na Derek mimi zamani ananing'inia.
na jinsi mguu mmoja nimekunja, wengine na maneno ya huko najua. Kwa hiyo bwana, karibu.